Alhamdulillah. 1-0 kwa Young Africans ina maana gani pengine kwa siku ya leo? Ni muhimu kwao kushinda kwa sababu wapo kwenye mbio za ubingwa, lakini nafikiri pia walihitaji tu matokeo positive, ingali kwa wachezaji waliocheza na this season kwa ujumla. Very unfortunately, ukiwaambia ukweli hawatakuwa tayari kupokea, lakini si ndio ukweli wenyewe, ukweli hauna mbadala. Yanga walikosea mapema tu kwenye usajili, na baada ya kukosea kwenye usajili sasa hivi zitakuwa ni excuse tu, kocha sijui nani, kila mtu atalaumiwa, lakini in fact wanataka kurudi kwenye bodi ya usajili wakaangalie wapi walipokosea. Ukitaka kujua majibu ya kwa nini wanasema walikosea kwenye usajili, Maxim Pia Nzengeli ni mchezaji wao, amecheza Yanga, alisema alivyofika na sasa hivi squad ni tofauti, si ndio? Huyo ni Maxim Pia, si ndio? Max anacheza kila siku, anajua. Ukija pia Yanga wenyewe walifanya ile meeting katikati ya msimu, si ndio? Wakasema timu ina mapungufu ya kiufundi. Guys, Yanga kwenye misimu hii miwili wachezaji waliowasajili wote walioingia kwenye kikosi cha kwanza hawafiki hata 6. Maana yake inabidi wawatumie wale waliokuwepo ambao wengi ni generation ile 2021-22. Wamecheza misimu karibu 4 mfululizo. Wanachoka, ni binadamu wanachoka. Dickson Job amefika sehemu amechoka. Anafika sijui Clement Mzize sehemu anafika anachoka. Sijui nani Ibra Baka peke yake ndo kabaki na Mwamnyeto wala wanapatikana. Maxim Pia mwenyewe alikuwa kuna kipindi alikuwa down sana, si ndio? Ni wanachoka, ni binadamu. Lakini wanachotaka kufanya ni kurudi kwenye board ya usajili. Msimu acha umalizike na wanaweza kachukua ubingwa kwa sababu ana hiyo nafasi. Lakini warudi pia kwenye bodi ya usajili wakaangalia. Pengine kwa hali hiyo sasa tunaweza tukasema Young Africans kitokea msimu amekuwa mabingwa, basi tunabidi uwe msimu wa kumbukumbu ndani ya miaka 5 ambayo atakuwa amechukua ubingwa. Wow, no doubt kwenye hilo, kwa sababu nafikiri hata kama wanachukua ubingwa wanachukua kwa sababu timu nyingine pia hazipo sawa sana. Hiyo moja. Lakini cha pili watachukua kwa sababu wana wachezaji kadhaa ambao wana uwezo wa kuamua mechi. Lakini in fact ukija as a team tena usifanye comparison ya Yanga na timu nyingine, kwa sababu changamoto tuliokuwa nayo ukisema hivi watu watakwambia timu gani naongoza ligi sijui na nini. Guys, hizo ni namba tu. Lazima ufanye comparison ya Yanga tu Yanga. Fanya assessment ya Yanga alivyokuwa anacheza na Yanga huyu. Standard aliyokuwa ameiset Yanga ndio hii anayotembelea. Sio ile. Msibaki kwenye mtazamo na kutafuta excuse rahisi. Kocha sijui nani. Yanga kama Yanga walikosea kwenye usajili. Ndio maana narudia tena, misimu miwili wachezaji wasiozidi 6 ndio wameingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Means wanaendelea kutumika wale waliokuwepo. Unaweza kusema walikuwa wanafanya maboresho. Je, hayo maboresho ni nani na nani? Kwa sababu kwenye siku za hivi karibuni alioingia kosini ni Juk Oga Abuya, Alan Okello, lakini labda nitamweka kidogo, labda nitamsogeza kidogo na Depu. Labda umemzungumzia mtoto mdogo hapo Alan Okello. Kijana kila siku zinavyozidi kwenda anazidi kuongeza ubora wake. Pengine unafikiri lilikuwa ni swala la muda tu yeye kuongeza ubora huo na kuonyesha namba zake ndani ya ligi kuu? Sijawahi kuwa na shaka na Okello. Na last time tulizungumza nafikiri tulikuwa ofisini, si ndio? Uliniuliza swali the same kwamba Okello hafungi assist, nikakwambia sina mashaka na kile ambacho anakifanya. Ni mchezaji mwenye kipaji kubwa, it's just a matter of time to click and ameendelea kufanya vizuri. Buba jamaa, mchezaji ambaye amekuja ndani ya dirisha dogo lakini mpaka sasa numbers azimbebi kabisa. Pengine unaweza kusema hapa engineer alifeli moja kwa moja. Sio huyo tu. Ukimtafuta mmoja utakuwa na msampo mmoja, lakini wapo wengi tu. Sali kuja Ikangalombo, sijui na nani, wote wale walifeli. Kwa hiyo nafikiri swala la kufeli sio la mchezaji mmoja. It's just a circle. Kuna wengi waliofeli, wapo kadhaa waliowapatia. Ni swala tu la kurudi kutafuta wapi walipokosea na wafanye sajili bora. Kocha Pedro Goncalves ni kama mguu ndani mguu nje, mashabiki kuna siku anamwimba tu amuelewi, kuna siku anamwimba is the best coach. Pengine kwa mtazamo wako ni kocha namna gani yule Pedro Goncalves? Uwezo kumjaji kocha na wachezaji hawa. Wewe mwenyewe leo ningekwambia okay, Yanga hapa wamezidiwa, nani anaenda kuamua hii mechi, ungemuingiza nani? Edwin John. Si ndio aliingia mechi na Simba? What happened? Binafsi sina neno isipokuwa Yanga wasajili tu. Wakafanya usajili mzuri. Champions League alama 8. Mara 2 hawajafuzu, mara 1 wamefuzu. That is evidence. It's just a living evidence. Turudi upande wa pili kwa Simba Sports Club. Na tena ili tuelewane.
Labda nikupe tu mfano. Ameondoka Aziz Ki. Nani ambaye amekuja kama proper backup ya Aziz Ki? Hawajampata mpaka sasa. Ndio amekuja Olan Okello juzi, si ndio? Ameondoka Fiston Mayele. Nani ambaye amekuja kama Mayele? Aurelio Depo. Wewe, Mayele yule. Mayele yule. Ha, Mayele yule kaka. Yule Mayele. Pengine kwa upande wa pili Simba Sports Club, unaona msimu huu akifanya jambo lolote either CRDB ama ligi kuu? Inawezekana kwa sababu ligi bado haijaisha na msimu bado unaendelea, na kwenye CRDB isha game of knockouts. So it's very possible. Inawezekana kabisa kuweza kupata kitu. Kwa ufupi sana goli la Chama lile baba, unalichambuaje? Top. Yaani ile sasa inahitaji wewe unapenda mpira tu. Utapongeza. Na niliandika on the spot goal linafungwa kwenye Instagram yangu kwamba Chama amefunga goli bora la maisha yake. Hapo wale ni question goal line kana so whatever. Goli umefunga na nani? Umefunga kwenye umuhimu gani, kwenye mechi gani? Kinyume na hapo, linabaki kuwa goli bora zaidi. Kwa maana hiyo goli bora la msimu tayari limeshapatikana. No, huwezi kusema hivyo, lakini ni goli bora mpaka sasa. Goli bora la msimu litaamuliwa mwishoni. Inawezekana tutakuja kufungwa goli jingine. Kuna goli la Ngoi wa Ngoi nafikiri liko zuri sana dhidi ya Tanzania Prisons, lakini Chama amefunga kwenye mechi gani? Simba na Yanga. Definitely it's a good, best goal mpaka sasa hivi.